tumpige kama serikali haijafika. Kumbe mnajua Wakatukatalia kama tumchape viboko tu peke yake. Wakatukatalia. Hata kama hivi leo akienda kule ataachiwa, atarudi tena kubaka tena mtoto mwingine. Mko tunacheza mpira. Hapo akaja akanibeba, akaniambia nikamnunulia vocha, akanipea akanipeleka labda ya kufunga mwaka, akaniambia nilombe dudu yake. Tulikuwa tunacheza hapo mpira, akaja akambeba, akaenda hapo akamwambia kanifuatie vocha, akawa anamfuata nyuma. Alivyokuwa anamfuata nyuma akaenda naye kule, sijamuona. Nimemkuta hapo anatapika, nikamuuliza nini kimekukuta? Akaniambia kuna mtu alinibeba akanipeleka library, akanifunga mlango, akawasha TV, tukawa tunaangalia, akanunulia juice nikanywa. Alivyomaliza akaniambia akavua nguo, akamwambia alambe dudu yake. Unakuta mwanzo wa barabara mpaka mwisho wa barabara ni watoto wameenea, wanacheza sana hapa. Kwa hiyo kwa tukio hilo, yani wazazi hatujampiga hata kidogo, hatujaridhika kabisa. Yani tutakuwa tumpige walau kidogo ili turidhike. Mtoto anauma, sisi ni wazazi tunahangaika kule leba peke yetu. Ila wakatuzuia kumpiga, yani tungempiga hata kidogo. Nafsi zimetuuma sana. Watoto watoto wote hapa umtaa wanazagaa mpaka mwisho kule. Hiki kitendo kitaendelea. Wangetuachia kwanza. Wakasema ule mtao wazazi ni wakali. Lakini wamebebelea tuko atatoka, watakuja tena. Sisi tunakuwa ndani tunajua watoto wako nje. Kumbe watoto wamebebwa. Na saa nyingine usimpate tena mtoto kwa sababu mtu ana kisirani tena na mtaa. Katika mahojiano yeye alisema ameagizwa kwa njia ya dawa, yani dawa uchawi yani. Sisi serikali hatuamini uchawi, lakini ndivyo alivyosema yeye. Kwamba aliagizwa na mama mmoja anaitwa Joali. Kwanza alianza kulala naye yeye, baadaye akampaka dawa, watoto wenyewe. Baada ya kumpaka dawa, akasema katafute mtoto wa kiume umuingizie uume wako mdomoni, alafu mimi kule mambo yangu yaendelee. Lakini shughuli zake tukamuuliza wewe una shughuli gani? Akasema mimi shughuli zangu ni msanii. Yeye anasema anakaa mtaa wa pili huko, siji karibu na makaburini huko. Hatua za kisheria ni kuita ulinzi na usalama, bi maana polisi wameondoka naye kwa mahojiano zaidi. Mimi nasema hii tabia jamani sio nzuri, na kama kuna kijana yeyote anafanya tabia hiyo, mimi naomba aache mara moja, kwani ni tabia mbaya, ni kubaka, na kubaka kifungo chake ni miaka 30. Taarifa tulipata tulikuwa ndani tunakula, akaja mjomba wake. Alipokuja mjomba wake akamwambia dada, kuna mtu kamfanyia nanili kitendo kibaya. Kitendo gani? Ndo akazungumza akasema kuna mkaka alikuja hapa, alikuwa anacheza watoto. Kaja akampa hela aenda akamnunulie juisi. Alipompa hela ile aende akamnunulie juisi, akawa anamfuata yule kaka kwa nyuma. Mtoto yuko mbele, yule mkaka yupo kwa nyuma. Sasa watoto wenzio walipokuwa wanacheza wakasema mbona anamfuata kwa nyuma? Twendeni tumfuate. Mjomba wake akatoka kwenda kumfuata kule. Kufika kule hawakumuona yule mtoto. Kumbe yule kaka alikuwa kamfungia ndani, wenyewe kurudi kidogo ndo anamuona yule mtoto anakuja. Wanamwambia vipi? Akatapika. Ndo akamuuliza mbona unatapika? Ndo akaelezea kile, akasema hivi alinifungia, tumeenda naye paka kule, kaniingiza mule ndani ya studio. Kanitolea ule ududu wake, kanilambisha. Kwa yule mtoto akatapika. Hasa yule mtoto akawa anaogopa kuja kusema, akawa amekaa hapa. Wenzao wanamwambia hivi nenda kaseme, hataki. Nenda kaseme, anaogopa labda mama yake atampiga. Kwa ikabidi yule mjomba wake kaja kutuambia, alipotuambia ndo tukamwambia kwamba inabidi twende na nili kwa huyo mhusika mwenyewe atupeleke. Tunatoka tunamkuta mtoto kakaa hapa. Tunamuuliza nini? Wewe usiogope, wewe tuambie, hatukupigi, tuambie. Ndo akatuambia, tukamuuliza hivi huyo kijana unamjua? Ndio. Hiyo sehemu unaijua? Akasema ndio napajua. Tukawauliza hao wenzie waliokuwa wanacheza naye, je, huyo mkaka mnamjua? Wakasema sisi hatumjui, lakini lile shati alilokuwa amevaa tunalijua. Ndio tukawa tumetoka tumeenda. Kufika kule tukamuuliza yule mtoto ndo humu? Akasema ndo humu. Kijana mwenyewe ndo yuko wapi? Huyu hapa. Yule kaka kana nakataa, sio mimi, mbona mtoto anasema ndio wewe? Kama hivi na kuna watoto wengine wamefanya nini? Wamekuona, itakuwa ndio wewe. Akawa anakataa. Kakaita katoto kadoka ingilia, akauliza hivi wewe, mimi sijatoka, mimi nilikuwepo hapa. Kuna mdada mwingine alikuwa jirani akamleta, mimi niko hapa. Tukamwambia hamna, huyu mtoto sio mjinga, mtoto hawezi akadanganya, mtoto hawezi akasema uongo, itakuwa ni wewe.
Ndo wakaja wadogo zangu wengine. Walipokuja wadogo zangu wengine ndo wakawa wanamuuliza, akawa anakataa. Wakasema haiwezekani, inabidi tukupeleke kwa mwenyekiti. Haiwezekani ufanye hicho kitendo. Akawa anakataa. So mimi ndo yule mdogo wangu mwenyewe akasema vifunga ofisi twende, ndo wakamchukua kutoka huko ndo wakamleta huko. Inabidi tu wamchukulie tu hatua za kisheria. Pia tunatakiwa tujue usalama wa mtoto wetu juu ya ile dawa aliyoilamba pale kwenye yule. Ina athari gani kwa ule mtoto? Maana wanaweza kumchukua yule pale, lakini usalama wa mtoto wetu kawa ni mdogo pia. Hatujui madhara ile dawa aliyokunywa.